Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Ujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu sana mpenzi msikilizaji. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia FM 93.1 hapo jiji kuu la Mombasa. Pia inasikika hapo Kwale, Kilifi, Taita Taveta na Lamu. Eneo zima la pwani inarusha habari zetu pia kupitia masafa marefu. Karibu sana wasikilizaji wetu wa pwani ya Kenya. Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia FM 92.5 Highlands FM Radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa Nyanda za Juu Kusini. Hii inarusha matangazo yetu na kuwafikia zaidi ya wasikilizaji milioni 3 kote Mbeya na viunga vyake, mikoa ya Songwe, Mafinga, upande wa kaskazini wa Njombe, Rukwa pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Na ukiwa Afrika Kusini, unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM Radio pale mji wa Johannesburg kila siku. Pia inapatikana kwa masafa marefu. Ni Ijumaa Februari 6 leo, na leo tumeandaa jukwaa spesheli tukijadili mbona damu ya vijana inamwagika kwenye mchanga wa Urusi na Ukraine, kutoka Kenya hadi Uganda, Tanzania hadi nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo RDC. Familia zinaomboleza kimya kimya kwa kuwapoteza wapendwa wao katika vita vya Urusi na Ukraine. Ni nani ataokoa hali hii? Lakini kwanza tupate taarifa za habari naye mwenzangu Angela Ngendo. Taarifa kutoka Sudan Kusini zinasema wahudumu kadhaa wa kutoa misaada ya kibinadamu hawajulikani waliko. Ni baada ya hospitali walimokuwa na hudumu kushambuliwa karibu na mpaka wa Ethiopia. Hospitali hiyo inasimamiwa na shirika la MSF katika jimbo la Jonglei. MSF inasema ndege za jeshi la Sudan zililenga hospitali hiyo usiku wa kuamkia leo. Mamlaka za Sudan hazijatoa taarifa zozote kuhusu mzozo wa sasa. Jimbo la Jonglei linashuhudia mapigano ya kijeshi kati ya wanajeshi watiifu kwa Rais Salva Kiir na wale wahasimu wake wa kisiasa Riek Machar. Kuna wasiwasi hali ya sasa ikachochea vita vipya kwa taifa hilo changa zaidi duniani. Rais Kiir amemlaumu Machar kwa kupanga mapinduzi. Karibu raia 300,000 wamekimbia makazi yao, huku wengine wengi wakiuawa katika makabiliano, na majeruhi wanakosa huduma muhimu. Congo Brazzaville. Rais wa Jamhuri ya Kongo Denis Sassou Nguesso ametangaza kuwania urais tena katika uchaguzi mkuu wa mwezi ujao Machi, ambapo ataendeleza uongozi wake kwa zaidi ya miongo 4 sasa. Kiongozi huyo wa miaka 82 amekubaliwa na sheria ya nchi kuwania urais baada ya katiba ya Congo Brazzaville kuondoa mihula ya rais pamoja na masharti ya umri wa mwisho wa kiongozi kutawala. Alitawala Congo Brazzaville mwaka wa 79 hadi mwaka wa 92, ambapo alishindwa katika uchaguzi wa vyama vingi vya kisiasa na mwanasiasa Pascal Lissouba. Alimuondoa madarakani Bwana Pascal baada ya nchi hiyo kuzuka vita vya wenyewe kwa wenyewe na kuendelea kuongoza tangu mwaka wa 97 hadi sasa. Kwara, Nigeria. Serikali ya Nigeria imetangaza operesheni ya kijeshi ili kukabiliana na makundi ya kigaidi kufuatia mauaji ya mamia ya raia katika majimbo ya kaskazini na magharibi mwa nchi. Shambulio la karibuni katika jimbo la Kwara limeua mamia ya watu, huku makumi ya wengine wakitekwa nyara kutoka vijiji vya Woro na Nuku. Washambuliaji waliokuwa na silaha waliteketeza vijiji na kupora maduka, huku wakiwaua wanakijiji kiholela. Rais Bola Tinubu amelaumu kundi la Boko Haram kwa kutekeleza shambulio hilo. Wakati huo huo, zaidi ya watu 20 wameuawa katika jimbo la Katsina na wengine 17 katika jimbo la Borno. Shirika la Amnesty International linalaumu kundi hilo la Boko Haram kwa kuendelea kulenga raia wasio na silaha. Huko haya akiarifiwa, jumla ya Wakristo 180 waliotekwa maeneo tofauti wakati wa ibada za Jumapili mwezi uliopita kaskazini mwa Nigeria wameachiwa huru.
Kuna tishio la ukame katika maeneo mengi ya jimbo la Darfur magharibi mwa Sudan. Kundi la kimataifa linalotathmini hali ya lishe duniani linaonya huenda raia ambao wengi ni wakimbizi wa ndani wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Na basi shukran sana Angela Ng'endo, na moja kwa moja tunaingia kwenye jukwaa la wanahabari. Kumbuka kwamba siku ya leo tunaitenga mahususi ili tuweze kujadili mambo kadha wa kadha ambayo ni muhimu sana bara letu la Afrika, na bila shaka tuna wanahabari ambao wana uzoefu wa kutosha, na sauti ya Mwafrika inakuwa imepazwa kabisa katika kujadili mambo ambayo yanakera au mambo mazuri kuhusu bara letu Afrika. Kwa hivyo kutoka Kenya tutakuwa naye Gabriel Ingubu, Uganda tutakuwa naye Sadam Mubale, nchini Tanzania Leonard Mubali amejaajaa kwenye studio. Wanahabari wenzangu, na ni heshima kuu kuwa nanyi. Hali kadhalika pia ni heshima kwa wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Mwafrika. Leo tunafanya mjadala wa uchunguzi unaovuka mipaka, unaogusa uhai wa vijana wa Afrika. Kutoka Nairobi hadi Kampala, Dar es Salaam hadi Goma, kuna simulizi moja linalojirudia: ahadi ya pesa nyingi, safari ya haraka, na mwisho wake baridi ya vita vya Urusi na Ukraine. Haya sio maoni, ni ushahidi, na leo waandishi wetu watatusaidia ili kuunganisha basi mstari huu ambao unakera sana. Basi moja kwa moja tunaanza nchini Kenya. Gabriel Ingubu, karibu sana ukiwa Kenya. Tuanzie hapo, kabla ya kuingia kwa maelezo ya Urusi, tupe picha ya Kenya leo. Ni hali gani ya kijamii na kiuchumi inayofanya kijana wa Kenya aone hatari ya vita kama bora kuliko kubaki nyumbani bila kazi? Gabriel. Na nafikiri hili ni suala nzima la kuangalia katika jamii na vile vile msukumo wa maisha ulivyoko wa kawaida. Kwanza kabisa, wengi wa Wakenya, karibu 60% ya Wakenya kwa wakati huu wanaishi chini ya $1. Na isitoshe miaka 20 iliyopita, 25 iliyopita, tulikuwa na uongozi ambao ulikuboresha mfumo wa elimu. Ukianza na Mwai wa Kibaki ambaye alikuwa rais wakati huo mwaka wa 2002, alipendekeza sana masomo ya shule ya msingi yawe bure, alafu kuendelea hivyo tukapata masomo ya shule ya upili yalikuwa sasa yamepunguzwa, serikali ilikuwa nalipa nusu yake. Alafu na utawala ulioko kwa wakati huu unasisitiza sana kupata elimu ya zile wanaita skills. Watu wengi, vijana wengi sasa wamekuwa kienda katika zile shule za anuai kupokea yale mafundisho ya vitu kama masonry, plumbing, electrician, pasipo kwenda na chuo kikuu, jinsi ambavyo ilikuwa pale zamani kwamba ukitoka shule ya upili hujafuzu kwenda chuo kikuu basi utakuwa ni kama mwenye alifeli. Lakini sasa kukuja na hii mfumo wa kuembrace wale watu ambao hawajafuzu kwenda chuo kikuu lakini wakabakia wakaenda katika shule za anuai, wanapata zile skills zilizo imara za kuwasaidia kujikimu katika maisha. Basi kila mwaka Kenya imekuwa ikipokea vijana 1,000,000 katika ile wanaita labor market. Na hizi kazi bado hazipo katika Jamhuri ya Kenya. Ilikuwa haiwezi kuabsorb ama kuwachukua wale vijana wote kwa wakati ule mmoja. Sasa kuwepo na ile pressure ya vijana kuitaka kufanya kazi na kazi yenyewe haipo, imeleta mgawanyiko mara mbili. Kwanza, kuna wale ambao wameandikwa kazi lakini wameandika ya kushikiliwa tu. Sasa hili ni mojawapo la msukumo. Unaweza pata mtu anakuambia nataka tuende Saudia, nataka kwenda Urusi, nataka kwenda huko, sijui kuna kazi, alafu huyu mtu anashawishika kwa haraka kwamba hii kazi nitaipata kule ninakokwenda. La pili, utapata wale waliotangulia kwenda katika sehemu kama zile. Kwa mfano, kuna watu ambao walitoka katika Kenya hii wameenda sehemu zile zingine za kufanya kazi, alafu huwa wanatuma videos wakiwa wanasema kama wanaenjoy maisha na wanaishi vizuri. Sasa hizo ndio huwa zinasukuma, unapata vijana wengi wanajipata wanasonga katika ule ulimwengu wa hatari kufanya kazi kama hizo. Sadam Mubale, labda Sadam, tumesikia Kenya kulivyo, sijui kwa upande wako unazungumziaje hali hii nchini Uganda? Je, picha ya Uganda inafanana na Kenya au kuna mazingira maalum yanayoifanya Uganda ionekane kama kitovu cha vijana wanaovutwa na ahadi hizi za pesa
kuelekea kule Urusi ili kupigana? Naam, shukran sana Anna. Jinsi ulivyosema, taswira ya Uganda sio tofauti sana na nchi zingine za Afrika, ambapo ajira tunajua kwamba kwa vijana ni changamoto kubwa, licha ya kwamba vijana wengi tu wapo katika nchi hizi na vile vile wamehitimu katika tasnia mbalimbali za kielimu. Mwaka jana hivi kulikuwa tu na hizo kasheshe kwamba kuna baadhi ya vijana ambao wanaenda kule Urusi kwa ajili ya kupigania taifa la Urusi kule Ukraine, na ni kasheshe ambazo kidogo zilithibitishwa kuwa ukweli. Manake kuna tu baadhi ya vijana ambao walinaswa pale kwenye uwanja wa ndege wakisafiri kwa ajili ya kwenda katika nchi hii ya kuipigania Ukraine, na amiri jeshi hata hivyo alikuja akatoa onyo kwa wananchi wa Uganda kwamba yeyote atakayepatikana akienda kule kwa ajili ya kupigania kwa ajili ya kuwa katika vile vita, basi atachukuliwa hatua za kisheria. Hii sio kwamba wangependa kwenda kule kwa ajili ya kushiriki katika vile vita, lakini ukosefu wa ajira na vile vile umaskini ambao umekithiri katika nchi hii ya Uganda, basi inamlazimisha mtu, manake umetumia hela nyingi kwenda katika chuo kikuu kusoma, lakini licha baada ya kusoma na kufuzu katika tasnia mbalimbali, bado huwezi ukapata ajira. Wanatarajia wewe kwamba utawafanyia baadhi ya vitu fulani. So ni changamoto ambayo ukosefu wa ajira na umaskini, manake ni vitu ambavyo vipo, na hata imedhibitishwa kwamba kuna baadhi ya wananchi wa Uganda ambao wameshiriki katika vita hivyo vya Urusi. Namuona Mbelechi Msochi, ni kipi kinachofanyika kuhusiana na hali hii ambayo hii leo tunaijadili? Je, kuna ushahidi wowote kwamba vijana wa Jamhuri ya Kidemokrasia wa Kongo wanachukua hatari hiyo? Kwa vita imekuwa, mbona wakaacha nchi yao kule wakaenda tena kutumika kwenye nchi ya vita? Kunaendeleaje kule mashariki? Nchi nyingi tu kama za nchi jirani kama vile Kenya, Uganda na nchi zingine za Afrika, ni umaskini, alafu ndo unatufanya vijana watoke Kongo waende wajiunge na jeshi la Urusi. Na unajua kama hapa DRC imesemekana ya kwamba ni wa mamluki wa Wagner, na unajua kama hiyo shirika lilitumika hapa DRC, muliona hawa wazungu huko mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na imesemekana ni kama nilo kundi ndio linahusika kuajiri vijana katika kundi la wapiganaji la huku Urusi, na sababu hasa ni umaskini. Mfano, kuna taarifa ya kwamba wakati wameenda huku Urusi wanapewa mfano yiru 2,300, na wakati hapa wakisema wajiunge katika jeshi la taifa la Kongo ni chini ya dola 400-500, na hiyo inawasukuma haswa kwenda kujiunga na jeshi la Urusi au la Ukraine. Yaani ni umaskini na matatizo tu ya kimaisha ndio utaona vijana wanajiunga na jeshi la Urusi au Ukraine. Na imesemekana ya kwamba wakati umejiunga hivyo una haki ya kupata utaifa na wa Urusi au wa Ukraine, na unajua kama Kongo raia wengi wanatafuta kabisa utaifa au kiraia ya nchi za kigeni kama vile za Ulaya, na hiyo kabisa ndio sababu imefanya vijana kujiunga na jeshi la Ukraine au Urusi. Na kuna mashirika mengi ambayo yanasema ya kwamba ni shirika ambayo tunawafasiria kwenda Ulaya, na wakati unaenda Ulaya unajikuta katika magumu, au kwenda Urusi unajikuta katika magumu, unalazimishwa kujiunga na jeshi la nchi hizo. Leonard Mubali, ukiwa Dar es Salaam pale Tanzania, hebu tueleze kwa mtazamo wako, je, vijana wa Tanzania wanaingia kwenye mtego huu kwa tamaa au kwa kukosa taarifa sahihi kuhusu wanakopokelewa, au pengine Tanzania vijana hawajaungana kabisa? Hali iko vipi huko Tanzania, Mubali? Ni kweli hakuna uthibitisho hadi sasa wa vijana wa Tanzania kuweza kuthibitika kama wamekwenda kupigana katika majeshi ya kigeni huko Urusi ama Ukraine. Tofauti na taarifa za hivi karibuni za Kenya, ambapo serikali ilithibitisha bayana kabisa kwamba Wakenya wapatao 200 wanaweza kuwa wamejiunga kuongeza nguvu katika jeshi la Urusi. Lakini nikirejea, pamoja na kwamba hakuna uthibitisho, unakuta ripoti mfano za Umoja wa Mataifa zimekuwa zikikadiria kwamba zaidi ya vijana wa Afrika wapatao 1400 wanapigana upande wa Urusi huko,
na ikumbukwe kwamba usajili huu katika majeshi haya ni jambo linalokwenda ani kwa siri. Kwa hiyo tunaweza tukawa haijathibitishwa, lakini kwa siri wakawa pia wameweza kusajiliwa. Sababu zile kubwa zinazoleta wasiwasi na mashaka kwamba huenda nao wanaweza wakawepo hata katika baadhi ya nchi ambazo hazijasema waziwazi kama Kenya, ni zile zile ambazo wenzangu wamegusia kwa sehemu, kwa sababu ukiangalia kwa takwimu za ukosefu wa ajira ambazo zimetolewa na ILO, shirika hili la kazi la kimataifa duniani, unakuta tunaambiwa kwamba 11.2% ya vijana wenye umri kati ya miaka 15 hadi 24 hawana ajira, na hizo ni kwa mujibu wa taarifa za data za mwaka 2024. Hapo ni sawa na zaidi ya vijana milioni 70 barani kote barani Afrika. Hivyo ni kusema kwamba kwa ufupi utaona kwamba bado sababu hizi za maisha magumu, hakuna ajira, hakuna mifumo kama mwenzangu Gabriel alivyozungumza. Elimu zenyewe si elimu ya kujikomboa, ni elimu tu ambayo hata vitu tunavyojifunza wakati fulani, mtu unajifunza panzi ana miguu mingapi, itakusaidia nini? Wakati unakuta mataifa mengine wanajifunza labda watoto wadogo wanajifunza ufundi mchundo, wanajifunza nini. Sisi huku tunasoma nadharia ambazo hata hicho so-called kujiajiri ambacho wamekuwa wakisisitiza, mtu hawezi kujiajiri kwa kusoma kwamba sijui nini panzi ana miguu mingapi. Ni hilo basi. Gabriel Ingubu, tunarudi kwako. Nchi ya Kenya mambo yamekuwa tofauti, tunaona hata kwenye mitandao ya kijamii familia zinazungumza waziwazi. Tuingie ndani zaidi, lakini pia tukimbishe pia hoja zetu pengine kwa dakika moja. Katika uchunguzi wako, vijana wa Kenya wanapatikanaje na ofa hizi? Ni watu mitandaoni au ni makundi au ni hawa watu ambao tunaita maajanti ndio wanahusika sana katika kupanga hawa vijana wanavyotoka nchini hadi kuelekea huko? Wakwenda Urusi wanatumia maajendi, na wale wanapatikana kupitia wenzao ambao walikuwa wameshatoka katika taifa la Kenya wamekwenda sehemu zingine. Kwa mfano, kuna wale ambao walikuwa wamekwenda kufanya kazi sehemu kama za Qatar, manji za Uarabuni, alafu wakiwa kule wanaunganishwa na maagents wa kupeleka watu Urusi. Sasa akiwa kama kwa Qatar, ako Saudi Arabia, wakati wake wa kurudi ukifika, anaona anapatana na agent, anamwambia basi kuna kazi nyingine kule Russia unaweza enda kujiendeleza. Sasa wengine wanapita na huko, na kuna wale wengine ambao wanashawishiwa na wenzao, kama nilivyokuwa nimetanguliza pale awali. Unapata mtu alishafika kama kule sehemu za Ujerumani, Urussia, Poland na kadhalika, kule uzunguni. Sasa zile video zenye wao wanatuma zinapatia hawa vijana ule mchecheto kusema kwamba mimi nabaki nyuma, wenzangu wanaenda mbele. So wanaangukia katika mitego ya haraka sana kupitia wale watu ambao wanakuja kuwasajili waingie katika ile mitego. Alafu pili, wale maajendi ambao wanakuja na zile offers zinakaa vizuri kabisa, mshahara mkubwa wa haraka, training alafu muda kuchukua kutengeneza makaratasi yako ya usafiri unakuwa ni muda mchache. So unapata mtu anashawishika kwa haraka, wiki 2-3 basi anaondoka. Sadam Mobale, tu chini ya dakika moja ili basi tuweze kusikia hali hizi katika nchi zetu, kwa sababu ni kitu ambacho kinakera na kinaleta uchungu sana, hasa kwa upande wa mzazi. Kwa mujibu wa taarifa zako, hawa mawakala wa Uganda wanafanya kazi kivyao au kuna dalili za mtandao wa kimataifa unaoratibiwa nje ya Afrika, au ni kipi ambacho kinafanyika hadi vijana hao wanaweza kupatikana kwa urahisi hivyo katika nchi zetu? Hizi wajua, mtandao upo kila sehemu, na kwa kutumia ule mtandao unaweza ukapata taarifa zozote zile kutokana na sehemu yoyote ambapo uko wewe. Cha msingi tu ni kwamba hawa maajenti au hawa vijana wa Uganda ambao wamejikuta katika maeneo ya Urusi, wengi wao huondoka hapa nchini kwa ajili ya kwamba labda kuna ajira fulani ambao wameahidiwa kupewa kule Urusi, lakini baada ya kufika kule Urusi basi wengi wao wanalazimishwa tu kuingia kwenye jeshi hilo na kwenda kupigana kule kwenye vita vya Ukraine. Na hii ni kwa sababu wengi wao wanatumia mbinu ambazo sio za kirasmi. Wanakutana na mtu kwenye mtandao labda wa Facebook au X, na wanashawishiwa na kuambiwa kwamba kule kuna ajira,
na basi baada ya kufika kule wanalazimika, kazi ambayo walitarajia kuipata sio ile ambayo wanaambiwa kwenda kuifanya. Nafikiri kwamba mtandao pia umechangia pakubwa katika swala hili. Na msikilizaji, ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Kumbuka kujiunga nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika, na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye jukwaa letu hii leo, kwa sababu tunazungumza jambo ambalo ni mshawasha katika au ndani ya nchi nyingi Afrika. Wakati huo tunasema hivi, tunao redio washirika sasa, ambapo matangazo yetu yapo kwenye Radio Communautaire huko Kivu, inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikisikika katika baadhi ya maeneo kadha wa kadha, ikiwemo mji mzima wa Baraka na tarafa nzima ya Fizi. Hali kadhalika pia unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia Radio Rwanzururu RTR Beni. Hii ipo kwenye FM 93.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja pia na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Na vile tunayo Radio Manima New City nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikirusha matangazo yetu kwa masafa ya FM 97.4 katika jiji la Kindu, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Endelea kutoa maoni yako, kwa sababu tunakudhamini sana wewe msikilizaji wetu. Hii leo nikikukumbusha pia kuhusiana na hali ambayo inawafanya vijana wetu kwenda hadi Urusi au kule Ukraine kusaidia katika vita ambazo haziwahusu, katika nchi ambazo hawaelewi, hata hawako kwenye utamaduni wa huko, lakini wanajipata huko kutokana na kero ya ukosaji wa kazi katika nchi wanazotoka. Hebu sasa tuende kwa Leonard Mubali, tueleze mikataba ya kazi na ulinzi inakuwaje kule, hasa inapotokea kwamba ni lazima kijana aende nje akatafute lishe, akatafute riziki. Labda mikataba ya kule Tanzania inakaaje? Kuna wepesi upi kwa kijana kusafiri tu na pengine dola isielewe hawa vijana wanaenda wapi? Hilo ni jambo tunalozungumzia. Kwanza si jambo la wazi kwamba mtu anasajiliwa, kwa sababu kuna wale wanaoondoka kihalali, mfano majeshi ambayo yanakwenda kama vikosi vya walinda amani, kama vikosi vinavyokwenda kuongeza nguvu kama ilivyokuwa mashariki mwa Kongo na maeneo mengine. Hiyo ni rasmi, lakini kwa hili tunalozungumzia ni wale ambao wanatoka katika mifumo isiyo rasmi kama wenzangu walivyokwisha kuzungumzia. Kwa hiyo hata usajili wao ni wa ujanja zaidi, na mara nyingi watu wanachukuliwa yani chini ya ahadi hizi ambazo ni za siri pia na makubaliano ya siri. Lakini mitandao ya kijamii utaona hata katika makundi ya ugaidi tuliona kwamba vijana wengine walikuwa wanachukuliwa, wanaweza katoka kwa malengo tofauti, kwamba labda nakwenda kusoma au nini. Kule mbeleni mnakuja tu kuona taasisi za kiintelijensia zinamtaja kwamba labda amehusika kwenye ugaidi. Kwa hiyo siwezi kusema moja kwa moja wanatoka katika mfumo gani, lakini wanatoka katika mfumo wa siri, kwa sababu sheria ya Tanzania haiwezi kuwaruhusu kwamba waweze kutoka mchana kweupe kwamba wanakwenda kujiunga huko kama sio wanajeshi, wala hawatoki katika kambi ya jeshi yoyote. Nadhani bado halijajadiliwa kwa kiasi kile katika pitapita yangu mitandaoni kwa huku, mbali ya lile ambalo liko wazi kabisa Kenya. Lakini mimi ninapomalizia ni kwamba hiyo ni kengere. Wanaswahili wanasema ukiona mwenzako ananyolewa zako tia maji. Kwa hiyo kama tatizo limeanza kubainika wazi, nadhani serikali, wazazi na mamlaka mbalimbali zinapaswa kuwa macho. Na Mbelechi Msochi, je, kuna ushahidi kuwa vijana wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo wanachukuliwa kwa sababu tayari wana uzoefu wa kukaa katika mazingira ya vita na kutumika katika mstari wa mbele kama ngao yani defense ya kwanza? Tumeona pia kwenye mitandao vijana kutoka DRC wengine wakisema kwamba wamekwama kule, wengine pia tuliona kuna baadhi ya maiti pia yameweza kupatikana kule. Labda ni kipi ambacho kinafanyika kuhusiana sasa na hali hii? Ndio, kwanza hatari ni vijana ambao wanaenda huku wamepewa mafunzo ya haraka haraka. Wametoka hapa wana mafunzo ya kijeshi na wamepewa mafunzo ya haraka haraka na wamekuwa mbele kama tumezungumza hapa. Yani Afrika itapoteza vijana, kwa sababu pia tuna haja ya vijana hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kwa sababu ni nchi ambayo pia ina vita, na kuona vijana kutoka hapa kwenda huku ni kwamba tunapoteza vijana, wamefariki, ni watu ambao wana uzoefu wa kupigana
Yaani changamoto ni nyingi sana, hasa kwa familia zao kuona watoto wao ambao wametoka hapa kwenda kufariki katika nchi ya ugeni, na ni watu ambao wameenda huku hawaende kwa njia rasmi, na ikiwa wamefariki huku kurudisha maiti hapa ni vigumu, kwa sababu ni watu ambao vijana ambao walienda kwa njia ya magendo, na itakuwa vigumu zaidi serikali kufahamu ya kwamba vijana wamefariki huku, tuwarudishe mchini, tutayarishe mazishi yao. Yaani ni changamoto tu iwe hapa DRC na pia nchi zingine tu za Afrika, kwa sababu ni vijana ambao hatujue kama watazikwa vipi, na lazima maiti zirudi nchini na zitarejeshwa vipi wakati walienda kwa njia ambayo si njia rasmi. Gabriel Ingubu, familia zimepoteza watoto wao kule Ukraini, Urusi. Vyombo vya habari vinaweka wazi, hata vyombo vikuu. Serikali ya Kenya inachukua hatua gani, au pia kumekuwa na ukimya? Labda unaweza kutupatia taswira ya intervention ama njia za kuokoa hali zinafanyikaje kwa haraka tu chini ya dakika moja? Kwa wakati huu serikali haijatoa tamko lolote kama italeta wale waliokufia kule ama waliougua kule. Na vile vile hatujapata taarifa kamili kuhusiana na jinsi ambavyo utasimamisha wengine kuenda kule. Kwa hivyo kwa wakati huu bado hatujapata tamko la aina yoyote kutoka kwa serikali ikifuatilia masuala ya Urusi, lakini ni familia ndio zinajitokeza kusema kwamba watoto wao waliongea mara ya mwisho wakiwa katika sehemu za Urusi, wakaenda katika sehemu za vita, ndafu kuwafikia wakati huu tena waongeleshwi tena. Hivyo ndiyo hali ilivyo kwa wakati huu. Leonard Mobali, pengine kwa sababu ni kitu ambacho kinazungumzwa sana hasa katika vyombo vya kimataifa, na hata tuliona chombo kimoja cha kimataifa CNN waliweza kulivalia njuga swala hili. Wewe kwa masikio yako umesikia vijana ambao wametoweka? Wewe katika mitaa kule, katika pitapita zako, ni swala ambalo linajadiliwa, na pengine tamko lolote limetoka upande wa serikali kuhusiana na hali hiyo? Nadhani bado halijajadiliwa kwa kiasi kile katika pitapita yangu mitandaoni kwa huku, mbali ya lile ambalo liko wazi kabisa Kenya. Lakini mimi ninapomalizia ni kwamba hiyo ni kengere. Wanaswahili wanasema ukiona mwenzako ananyolewa zako tia maji. Kwa hiyo kama tatizo limeanza kubainika wazi, nadhani serikali, wazazi na mamlaka mbalimbali zinapaswa kuwa macho. Na Sada Mobale, katika jamii za Uganda, kuanzia kwa dola, viongozi wa kidini na wazee wa mila wanasemaje, kama vile ambavyo Mobale amejibia pitapita zako? Mdahalo ni wa aina gani kuhusu vijana wanaopotea kwa njia hii? Naam, Ana, cha msingi tu ni kwamba hili swala natoka mwaka jana tupate taarifa kwamba kuna baadhi ya vijana ambao wako kule, halijasikika tena. Lakini cha msingi tu ni kwamba serikali na taasisi mbalimbali zinafaa tu kulivalia njuga swala la ajira, manake kwenda kule ni kama kujitolea mhanga. Lakini kama serikali hazitaweka juhudi za kutosha kuona kwamba vijana wanapata ajira, basi haya masuala yataendelea tu kujitokeza, manake hakuna kitu ambacho kinaweza mfanya mtu aende kule kama hapa nyumbani ana cha kufanya na anaweza kujichumia riziki. Kwa wasikilizaji wetu nchini Kenya, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Radio Dumos. Hii ni FM 99.9 ikisikika katika jiji la Nairobi, Lang'ata, Kare na viunga vyake, kule Ngong, kaunti ya Kajiado na eneo zima la Kikuyu. Vile vile pia ukiwa Tanzania, kwa wasikilizaji wetu mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Ukiwa hapo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika Radio Ngoma ya Amani Fizi, ambayo inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na inatanda vilivyo. Tumefika tamati ya matangazo yetu ya Ijumaa hii leo ambayo inafunga wiki. Ni hayo tu kwa sasa. Kwa heri hadi wakati mwingine. Mimi ni Ann Ngugi.